Mpenzi msikilizaji wa Sahib TV1, tunakusalimu tena kwa mara ya kwanza. Huu ni muktasari wa habari tumekuandalia leo tarehe 18 mwezi Agosti mwaka wa 2026. Karibuni tukupashe yale yanayoendelea katika anga za kimataifa. Mzozo wa Ethiopia waporomosha mfumo wa afya. Mzozo wa wenyewe kwa wenyewe ulioikabili Ethiopia kwa muda mrefu umesababisha kuporomoka kwa mfumo wa afya kutokana na kulengwa kwake na mashambulizi. Ripoti mpya ya utafiti iliyotolewa na makundi mawili ya haki za kibinadamu, Physicians for Human Rights na lile linalohusiana na masuala ya haki na uwajibikaji katika eneo la pembe ya Afrika OJA, imesema makundi yenye silaha mara kwa mara yamekuwa yakilenga sekta hiyo ya afya katika maeneo yaliyokumbwa ya Tigray, Amhara na Afra. Ripoti hiyo inaangazia jinsi makundi yenye silaha yalivyolenga mara kwa mara hospitali, kliniki na wahudumu wa afya na hivyo kufanya mashambulizi dhidi ya sekta ya afya kuwa mbinu ya kawaida ya kivita. Hiyo ni kwa mujibu wa tathmini iliyofanywa kati ya mwaka wa 2024 na mwaka wa 2026. Katika maeneo ya Tigray, Amhara na Afra, utafiti pia umeonyesha kuwa jeshi la Ethiopia, jeshi la ulinzi la Eritrea, wapiganaji wa Tigray na wanamgambo wa Amhara Fano na polisi wa maeneo hayo walihusishwa katika mashambulizi hayo yaliyodhoofisha huduma za afya. Lindy Green, naibu mkurugenzi wa kitengo cha utafiti katika shirika linalohusika na haki za kibinadamu la Physicians for Human Rights, amesema vitendo vya uporaji au kuuawa kwa mfanyakazi wa afya ni matokeo ya mara kwa mara. Hali hiyo pia ilisababisha eneo la Tigray kuwa na uhaba wa dawa, mafuta, vifaa pamoja na wafanyakazi wa afya wasiolipwa, wakati Amhara migogoro inayoendelea imepunguza upatikanaji wa huduma muhimu. Tuelekee nchini Marekani. Kushen amesema Hamas kuachia silaha katika siku 30 zijazo. Mjumbe wa rais wa Marekani ambaye pia ni mkwe wa rais wa Marekani Donald Trump, Jared Kushner, amesema hatua za kuwapokonya silaha wanamgambo wa Hamas zinasonga mbele na huenda zikaanza kutekelezwa katika kipindi cha mwezi mmoja ujao, kuambatana na makubaliano ya amani kuhusu Gaza. Baada ya kufanya mazungumzo na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu mjini Tel Aviv hapo jana Jumatatu, Bwana Kushen amesema huenda wakaanza kuona matokeo yaliyofikiwa katika siku 30 zijazo, na kuwa hilo litaanza kwa kuondolewa kwa silaha mjini Gaza. Ikiwa Hamas watasalimisha silaha na mahandaki yao kwa hiari yao katika muda wa siku 60 hadi siku 90 zijazo, bila shaka hilo litakuwa ni kuondolewa kwa tishio kubwa la kiusalama kwa Israeli. Mafanikio makubwa ambayo huenda ya kutarajiwa ni iwapo hawatatimiza ahadi yao sasa. Waziri huyo mkuu wa Israeli amekuwa akisita kuridhia makubaliano yaliyosimamiwa na Marekani kuhusu kupatikana
amani mjini Gaza. Tuendelee na taarifa zetu. Taarifa zetu zitupeleke moja kwa moja nchini Uturuki. Uturuki iko tayari kuwa mpatanishi kati ya Marekani na Irani, asema Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan amesema ipo haja ya kuendeleza mazungumzo ya kidiplomasia na Irani na Uturuki iko tayari kushiriki katika juhudi hizo. Haya yanajiri baada ya ofisi ya rais wa Uturuki kutangaza kwamba kiongozi huyo amefanya mazungumzo kwa njia ya simu na mwenzake wa Marekani Donald Trump na kukariri utayari wa Ankara wa kuunga mkono juhudi za amani. Awali mjumbe wa Rais Trump Jared Kushner alisema kuwa mazungumzo kati ya Irani na Marekani yalikuwa mazito na ya kina, lakini pande hizo mbili bado hazijafikia mwafaka. Bi Kushner ambaye pia ni mkwe wa Rais Trump aliliambia kituo cha habari cha Fox News kuwa mazungumzo kati ya Marekani na taasisi mbalimbali za serikali ya Iran siku ya Jumatatu, waziri wa mambo ya nje wa Uturuki Hakan Fidan alizungumza kwa simu na mwenzake wa Iran Abbas Agash kuhusu juhudi za kufungua mlango bahari wa Hormuz na kuhakikisha kuwa usitishaji wa uhasama kati ya Irani na Marekani unaendelea. Chanzo cha kidiplomasia cha Uturuki kilikataa kutoa maelezo zaidi kuhusu mazungumzo kati ya viongozi hao wawili. Mpenzi msikilizaji wa Sahib TV1, haya tu ndio tulikuwa tumekuandalia jioni ya leo, tukikukumbusha ya kwamba kama wewe ni mara yako ya kwanza kufika kwenye channel yetu ya YouTube, fanya subscribe, share, pia comment ili uweze kupokea matangazo yetu. Tunakutakia jioni njema, tunasema kwa heri.